Wizara ya Afya imetoa tahadhari kufuatia ongezeko la wagonjwa wa mafua makali ya influenza na uviko 19 nchini, huku ikiwasihi kuchukua hatua za kinga ili kudhibiti maambukizi. Mvua zinazoendelea kunyesha katika mkoa wa Manyara zimesababisha uharibifu wa barabara na kukwamisha usafiri, huku taasisi za barabara zikianza utaratibu wa dharura mara moja. Waziri wa Fedha Balozi Dr. Hamis Musa Omari amewataka Watanzania kutambua jukumu la kukusanya mapato ni la Watanzania wote, hivyo ni lazima kuwa na mifumo mizuri ya ukusanyaji. Na mwezi mmoja baada ya kuondoka kwa waasi wa AFC M23 kutoka mji wa Uvira katika jimbo la Kivu Kusini nchini DRC, makaburi manne ya halaiki yamepatikana yakiwa na miili ya watu ipatayo 170. Habari za wakati huu, mtazamaji, karibu katika Upendo TV Habari. Jina langu ni Rosie Palanjo, nitakusomea habari za kitaifa na hapo baadaye Gerald Lona atakusomea habari za kimataifa na kisha tutapata utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Tuanze na habari za kitaifa tukianzia huko mkoani Manyara. Mvua zinazoendelea kunyesha katika mkoa huo zimesababisha uharibifu wa barabara na kukwamisha usafiri, huku mamlaka za mkoa zikiagiza taasisi za barabara kuanza ukarabati wa dharura mara moja. Miongoni mwa barabara zilizoathirika ni Bashnet Orkechi wilayani Mbulu, ambayo imekuwa vigumu kupitika baada ya mifereji kujaa na sehemu ya barabara kusombwa na maji. Tuungane na mwanahabari wetu James Stanley kutoka mkoani Manyara. Mkuu wa mkoa wa Manyara Kudi Sendiga ameagiza wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA pamoja na TANROADS kutenga fedha za dharura na kuanza haraka matengenezo ya barabara zilizoharibiwa na mvua zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo. Akizungumza katika kikao cha washauri wa mkoa huo, Sendiga amesema miundombinu ya barabara ni muhimili muhimu wa uchumi wa mkoa huo unaotegemea kilimo na biashara, na kwamba hatua za haraka zinahitajika kulinda usafirishaji wa mazao, huduma za afya na elimu. Sasa hivi tuna mvua zinanyesha. Ningependa pia kwenye kipindi hiki wenzetu wa TARURA na TANROADS tujitahidi, hiki ndio kile kipindi ambacho sasa tunahitaji kupush kwa kasi kupata fedha za dharura ili tuweze kuokoa maeneo ambayo yatakuwa yameshamalizika kabisa. Kama nilivyosema mwanzoni, asubuhi hapa nimepata taarifa kwamba barabara ya Bashnet Olbesh imekatika kabisa. Kwa hiyo hivi leo ninapozungumza hakuna mabasi ambayo yanatoka Haidom kwenda Bashnet. Hakuna barabara, haiwezi kupita pale. Nilikuwa naangalia hizo picha nilizotumiwa, haziwezi kupita pale. Kwa hiyo wenzetu wa TARURA mlibebe ili kwa uzito wake na tukalifanyie kama huduma ya kwanza ili kuweza kuona wananchi pale wanarudije katika utaratibu wa kawaida wakati tunajipanga njia nzuri zaidi ya kufanya. Miongoni mwa barabara zilizoathirika ni Bashnet wilayani Mbulu, ambayo imekuwa vigumu kupitika baada ya mifereji kujaa na sehemu ya barabara kusombwa na maji. Wabunge wa mkoa wa Manyara akiwemo Dr. James Olimelia, mbunge wa Mbulu vijijini, wameitaka serikali kuwekeza zaidi katika ujenzi wa barabara zinazostahimili athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuongeza bajeti ya matengenezo ya mara kwa mara. Tembo pale ule ukanda wote mpaka utokee Runguremiti kupitia Ngage kupitia nyumba ya Mungu, ni eneo korofi, ni la mchanga na nini. Ni vyema sana tuangalieni pia. Kwa tunaitengea budget. Jimbo la Simanjiro ni takribani mkoa wa Kilimanjaro mara 1.5. Kwa upande wao, mameneja wa taasisi za mkoa wa Manyara, Salim Mbwaya, meneja wa TARURA mkoa wa Manyara, na John Maseli, meneja wa TANROADS Manyara, wamesema tayari tathmini ya uharibifu imeanza na timu za wahandisi zipo maeneo ya tukio. Tatizo la Bashnet Olbesh, mheshimiwa, tumeshalifanyia kazi, tumesharipoti kwa mtendaji mkuu na tunategemea kufuatilia kuanzia sasa hivi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mikakati tulionao ni kuendelea kuomba kupatiwa fedha za nyongeza ili kukidhi mahitaji na kutekeleza miradi kwa kuzingatia vipaumbele na pia kuongeza matengenezo ya kinga kwa miundombinu ambayo tayari tunayo. Na mwisho ni kutumia teknolojia rahisi katika shughuli zetu
za matengenezo na ujenzi wa barabara. Kwa hiyo vipaumbele vya bajeti ya matengenezo kwa mwaka wa fedha tunaoendea ni kuendelea kuweka tabaka la lami sehemu zilizochakaa katika barabara kuu na barabara za mkoa, kuendelea kuzifanyia matengenezo barabara kwa kuchonga na kuweka changarawe sehemu korofi, matengenezo madogo ya madaraja, ujenzi wa kiwango cha zege Mlima Magala katika barabara ya Mbuyu wa Mjerumani Mbulu, kujenga daraja box culvert la Dangaida katika barabara ya Muhitu Haidom, kujenga daraja box culvert la Msango Mdala katika barabara ya Dongo Sunya Kijungu. Kutoka hapa mkoani Manyara, mimi ni James Stanley, Upendo TV, amani kwa wote. Asante sana James Stanley kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Manyara, mtazamaji. Na sasa tuangazie habari kutoka jijini Dar es Salaam. Waziri wa Fedha Balozi Dr. Hamis Musa Omari amewataka Watanzania kutambua kuwa jukumu la kukusanya mapato ni la Watanzania wote. Hivyo ni lazima kushiriki, kutoa maoni na ushiriki mbalimbali ili kuwa na mifumo mizuri ya ukusanyaji kwa manufaa ya taifa. Ameyasema hayo katika hafla ya utoaji tuzo za ubunifu wa kuongeza wigo wa kodi, makusanyo na uboreshaji huduma iliyofanyika jijini Dar es Salaam, ambapo amesema anaamini mawazo yaliyotolewa na wabunifu yatasaidia kuimarisha ukusanyaji wa mapato. Wakaangalia mfumo uliopo leo na kwamba sisi tunadhani kuna maeneo ambayo tungeweza tukashauri na yakifanyiwa kazi yataimarisha mfumo wetu. Hili ni jambo sio la kulipuuza, ni jambo kubwa. Wenzetu wanadhani wana ubunifu ambao TRA wanapaswa tuusikilize wote kwa pamoja. Serikalini tunapaswa tuangalie mawazo yale na yale ambayo yanatekelezeka kwa haraka yatekelezwe. Wale ambao hayakutimia vigezo mara hii, pengine tunapokwenda huko, kwa sababu bado kauli mbiu inafanana, pamoja na kwamba imeongezeka kidogo, naweza pengine wakayaboresha zaidi ili yaweze kuangalia tena yaweze kushiriki. Kwa hiyo wote ambao hasa wale walioshinda, naomba nichukue nafasi hii kukupongezeni kwa dhati kabisa. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Uledi Musa Abbas, pamoja na kuwapongeza wabunifu kwa kutoa mawazo yao ambayo yanaenda kusaidia kuondoa umasikini, huku akiwahimiza vijana kuchangamka badala ya kulaza damu ili kuharakisha maendeleo. Kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi, naomba niwapongeze sana viongozi wa TRA kwa wazo lao hilo, na pia niwashukuru kwamba wameahidi mbele yako Mheshimiwa Waziri kwamba wataendelea na zoezi hili katika awamu ya pili. Nami nawatakia kila laheri, na kwa maana hiyo kuwahamasisha ndugu wa Tanzania waweze kushiriki. Wazee ruksa kushiriki, si vijana peke yao, lakini vijana hawahitajiki kulaza damu hata kidogo. Kamishna mkuu wa TRA Yusuf Mwenda amesema mawazo zaidi ya 56,000 yametolewa na Watanzania katika tuzo hizo, ambapo amesema mamlaka itaendelea kuyatumia kwa ajili ya kuongeza ufanisi wa mamlaka hiyo, kwani wanaamini kuongezeka kwa walipa kodi, viwango vya kodi vitapungua. Nataka niwahakikishie wale wengine ambao hawakushinda bado wana nafasi mwaka huu, na kwa sababu tumejifunza kutoka mwaka jana, moja ya mambo tuliojifunza, mwaka huu tutaongeza zaidi ushiriki wa watu wa nje katika kutambua washindi. Watu wa TRA watakuwa wachache sana. Wengi watakaoamua kwa utaratibu na kwa kiutaalamu nani wameshinda, wengi watatoka kwenye taasisi za nje. Mshindi wa kwanza kati ya washindi 9, Gabriel Mashenene, akizungumza baada ya kupewa tuzo hizo, ameishukuru TRA kwa kuanzisha jukwaa la ubunifu kuleta matokeo makubwa, huku akisisitiza umuhimu wa kutumia maarifa kwa ajili ya kusaidia watu. Kwa niaba ya washindi wa tuzo hizi, napenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa uongozi wa Mamlaka Mapato ya Tanzania
kwa kuanzisha jukwaa hili la ubunifu. Kwa kufungua milango kwa mawazo mapya, TRA imeonyesha wazi kuwa mabadiliko ni matokeo ya uamuzi wa kimkakati na sio ya kibahati. Tunatiwa moyo na msisitizo wa kamishna mkuu kwamba mawazo yote yaliyowasilishwa hapa hayataishia kuwa nadharia tu, bali yatafanyiwa tathmini kwa ajili ya utekelezaji kwa vitendo. Katika tuzo hizo, mshindi wa kwanza amekabidhiwa hundi ya shilingi milioni 50, tuzo na cheti. Wengine wamekabidhiwa shilingi milioni 30 na milioni 20 pamoja na tuzo na cheti. Katika hatua nyingine, Waziri Balozi Omar amekabidhi magari 72 kwa ajili ya shughuli mbalimbali za Mamlaka ya Mapato Tanzania pamoja na magari mawili yanayotembea kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali ili kuwafikia walipa kodi wengi zaidi na kuwahudumia. Mtazamaji kutoka jijini Dar es Salaam, na sasa tuangazie habari kutoka mkoani Morogoro. Serikali kupitia Wizara ya Afya imeziagiza hospitali za rufaa za mikoa, taifa, wilaya na vituo vya afya kuongeza kasi ya ufuatiliaji wa magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa pamoja na magonjwa mengine ya mlipuko, huku akiasa jamii kuacha matumizi holela ya dawa za antibiotics ili kudhibiti usugu wa vimelea dhidi ya dawa, jambo linalopelekea wengi kushindwa kupona baada ya kutumia baadhi ya antibiotics. Mganga mkuu wa serikali Dr. Grace Magembe ametoa maagizo hayo mkoani Morogoro wakati akizungumza na waganga wakuu wafawidhi na watendaji wa vituo vya kutoa huduma vinavyofanya ufuatiliaji wa magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa. Na tunajua kwamba matishio haya hayagusi tu sekta ya afya, yanagusa pia na sekta nyingine. Tumeona namna ambavyo magonjwa ya mfumo ya hewa, kwa mfano influenza na aina zake, zinatoka kwenye jamii ya ndege zinakuja kwa binadamu. Kwa sasa hivi tunashirikiana pamoja na wizara nyingine za kisekta kuhakikisha kwamba tunadhibiti haya magonjwa. Tangu tumeanza utekelezaji wa ufuatiliaji huu wa magonjwa ya mfumo ya hewa, kuna mafanikio mengi ambayo tumeyapata. Tumeweza kutumia mfumo huo kufuatilia virusi vinavyoleta maambukizi ya mfumo wa hewa almost zaidi ya 10 sasa hivi. Tumekuwa tunagundua kwamba kumbe kuna aina nyingine pia ya virusi ambao vinasababisha hayo mafua ya msimu ambayo tunakuwa tunayapata. Kiacha hizo influenza, H1N1, lakini kuna flu B, kuna rhinoviruses na virusi vingine vingi vya aina nyingi ambavyo tumeweza kuvifuatilia. Katika hatua nyingine, Dr. Magembe amesema licha ya ugonjwa wa kipindupindu kuisha, ametoa wito kwa wananchi kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga na magonjwa hayo, ikiwamo kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni, matumizi sahihi ya vyoo na kutumia maji safi na salama. Kwa sababu ya mvua zinazoendelea, kuna uwezekano tukapata wagonjwa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii pia hapa kuwasisitiza umuhimu wa kuendelea kufanya ufuatiliaji, lakini pia kuelimisha jamii waendelee kuchukua tahadhari. Tahadhari zetu tunazijua. Masuala yote ya matumizi sahihi ya maji, lakini pia maji safi na salama, unawaji wa mikono, kuepuka uchafuzi wa mazingira na mambo yote kama hayo. Kwa hiyo hongereni sana. Kazi inafanyika na tumeweza kufikia hilo kwa sababu kazi mmefanya, na waliofanya kazi ni nyie kwa sababu mnafanya kazi ya ufuatiliaji. Mtazamaji kutoka mkoani Morogoro, na sasa tuangazie habari kutoka mkoani Songwe. Mgomo uliokuwa ukiendelea katika soko la Ichenjezia uliolenga kushinikiza uwepo utaratibu mzuri wa ulipaji kodi umefikia tamati baada ya uongozi wa halmashauri ya wilaya ya Mbozi kupitia kwa Hamadi Mbega kutoa agizo la siku 14 kwa wamiliki wa vyumba vya biashara kujitokeza ofisini na kuingia mikataba rasmi itakayoweka mfumo bora wa haki wa ulipaji wa kodi. Tuungane na mwanahabari wetu kutoka mkoani Songwe. Mgomo huo uliodumu kwa siku 3 mfululizo katika soko hilo na kupelekea wananchi kutopata huduma, wakielezwa kuwa walikuwa wakilipa kodi ya pango kinyume na sheria, kwani vibanda hivyo ni mali ya halmashauri tangu mwaka 2021. Hivyo wameagizwa wanaojiita wamiliki wa vibanda hivyo kuripoti katika ofisi za halmashauri, na ikiwa watakiuka agizo hilo, basi vyumba vyao watanyang'anywa na kupewa watu wengine. Leo tunafungua hizi biashara. Leo tunafanya nini? Tunafungua hizi biashara. Lakini baada ya kufungua hizi biashara, ndani ya siku 14 wale wote
ambao tuliwapa vibanda hivi na wakapaswa kulipa kodi zetu kuanzia mwaka 21 mpaka leo, wajitokeze halmashauri walipe kodi zetu kama wataka kuendelea na umiliki wa hivi vibanda. Mtu ambaye tulimpa kibanda kama alishofanya biashara alipaswa akirudishe serikalini, hakupaswa kukupangisha wewe kwa sababu cha kwake. Na utaratibu wa vibanda unaomba halmashauri. Wakizungumza wakati wa kikao hicho kilichodumu kwa masaa 8, mbunge wa jimbo la Vwawa Mheshimiwa Japhet Asunga ameeleza kuwa serikali imetoa agizo kuwa hairuhusiwi mdaiwa kusitishiwa ama kufungiwa huduma yake ili kuweza kulipa deni, badala yake aendelee kulipa kidogo kidogo wakati huduma ikiendelea kutolewa, huku diwani wa kata ya Ichenjezya Bahati Mbugi akieleza kuwa utu na hekima vinapaswa kuchukuliwa ili kuweza kutatua migogoro kama hiyo. Kitendo cha kuwafungia wananchi biashara zao ni kinyume na maelekezo ya serikali. Lakini la pili, huwezi ukaenda ukafunga biashara kama ni ya nguo ina nafuu, lakini mtu anayeuza nyanya, anayeuza mikate, ukimfungia umemuua kibiashara. Waziri mkuu alipokuja SPM Law, hawa watu tulikuwa nao, tuliwabeba, akatamka pale kwamba kama kuna mtu mnamdai ni vema mtatumia njia ya busara, mtaendelea kufanya biashara, wakati huo kodi anaendelea kuwajibika nayo. Ni jambo ambalo hata kama tungekutana hapa sidhani kama lingekuwa na shida. Leo tunaambiwa tu madiwani wenu ndio wameagiza nguvu kubwa itumike. Si sawa. Si sawa. Sisi tunafanya kazi tukiamini kabisa kwamba tuna wataalamu watatumia weledi wao kuhakikisha sasa wana handle mazingira yote. Baadhi ya wafanyabiashara ambao walisitisha huduma kufuatia mgomo huo wamemshukuru mkuu wa wilaya ya Mbozi kwa kutoa ruhusa ya wao kuendelea kutoa huduma katika soko hilo, ambapo kwa wengine mgomo huo uligeuka ni kidonda, kwani wameingia hasara ya kuweza kuharibikiwa na mali zao. Tunashukuru ujio wa mkuu wa wilaya ametatua changamoto zetu, tunashukuru sana. Naona kila jambo limeenda kwa wakati na limekamilika. Kwa kweli tunashukuru sana. Athirika pakubwa sana ni kwa sababu huduma ambazo tulikuwa tunazipata kila siku tulikuwa hatuzipati, na pia hata wafanyabiashara wenzetu ambao walikuwa tunafanya nao biashara mali zao zimeshaharibika tayari. Kuna nyanya zimeharibika, unaenda pale kweli unaonyeshwa nyanya zimeharibika, mboga zimenyauka. Tumeathirika pakubwa sana, tumepoteza muda wetu, tumepoteza mali zetu pia. Wanauza nyanya zinaoza, wamejumua mnadani, hiyo sio unakuja kujumlisha na mnada hiyo. Lakini sasa ndio wanafanya biashara kuuza nguo. Sasa mtu anakuwa nyanya jumla pale shilingi 20,000. Mimi nimejua pale shilingi ngapi? Tauza. Mko wale tunapata shida sana sio. Tunaomba ila mizungumzie, sio sisi sio kulamia kutufungia. Nikiripoti kutoka hapa mji wa Vwawa, wilaya ya Mbozi, mimi ni Nicholas Ndabila, Upendo TV. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka jijini Arusha, ambapo kurugenzi ya wanawake na watoto KKKT Luhekelo Sanga ametoa wito kwa walimu na wanafunzi kutunza mazingira kwa kupanda miti hasa ya matunda ili iweze kusaidia katika kupata lishe bora kwa siku zijazo. Eliuruma Chao na undani wa habari hii. Amesema hayo wakati akizindua zoezi la kupanda miti ya matunda katika shule ya sekondari Mkono iliyotolewa na KKKT kwa kushirikiana na fungamano la makanisa ya Kilutheri duniani, ikiwa ni kuboresha mazingira na kuwapatia wanafunzi lishe bora na kuepukana na utapiamlo kwa wanafunzi na jamii inayowazunguka. Amesema kuwa miti hiyo ya matunda licha ya kuwapatia wanafunzi kivuli wakati wa kujisomea na hewa safi, itasaidia kupunguza tatizo la udumavu kwa watoto na jamii inayozunguka shule hiyo. Fungamano la makanisa ya Kilutheri duniani pamoja na kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, tunafahamu changamoto zinazoendelea kwa habari ya mazingira kwa sasa. Kwa hiyo na sisi tupo katika mkakati wa kuhakikisha tunatunza mazingira. Tuna changamoto pia ya kuwa na chakula ambacho tunasema balanced diet, chakula bora. Kwa moja ya mkakati pia ni kuhakikisha watoto wetu wanapata chakula ambacho ni bora. Kama watakosa tunda nyumbani basi atalikuta shuleni. Si ndio?
Kwa hiyo tunategemea ndani ya mwaka mmoja hapa tutakuwa na matunda. Na zaidi sana tutashirikiana na shule yetu ya msingi pale kuhakikisha na wao watapata miti. Na tumeahidi pia tutawapa walau kwa kuanza wapate miti 50. Mratibu wa vijana KKKT ambaye pia ni mlezi wa vijana CCT mkoa wa Arusha, mchungaji Frank Mng'ong'o, na mchungaji kiongozi wa usharika wa Engarnarok, mchungaji Jason Kahembe, wameeleza kuwa kuna uhusiano mkubwa kati ya mazingira bora na ufaulu wa wanafunzi. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya mazingira na ufaulu wa mwanafunzi. Kuna uhusiano mkubwa sana. Mazingira yakiwa mabaya, ufaulu wa wanafunzi unakuwa mbovu pia. Lakini mazingira yakiwa mazuri na ufaulu pia utapanda. Kwa hivyo ni matumaini yangu kwamba tunapopanda miti hii ya matunda mahali hapa tutapata kivuli, lakini pia tutapata matunda. Pamoja na hayo ni agizo la Mungu. Mungu alipotuumba si alituweka kwenye bustani gani? Kama alituweka kwenye bustani ya Edeni, manake na sisi tunapaswa kufanya eneo letu au shule yetu ya Mkonoo kuwa Edeni. Kwa mpango ambao mwalimu ameweka kila mtoto kutunza miti, na akasema siku anapomaliza form 4 kwenye clearance, mbali na ukabidhi vifaa vingine vya shule na madai mengine, anatakiwa kukabidhi na mti aliopewa. Kwa hiyo maana yake huu mradi utakuwa ni endelevu. Na niwaombe utakapopewa mti upende kabisa, uwe rafiki yako wa kwanza. Mwezeshaji wa masuala ya mazingira kutoka Ekudo Edwin Kahaya ameeleza umuhimu wa miti ya matunda mashuleni, huku mkuu wa shule ya sekondari Mkonoo Andrew Makanosia na baadhi ya wanafunzi akiwemo Wema Richard na Lulu Edward wakishukuru KKKT na washirika wake waliopelekea upatikanaji wa miti hiyo. Miti mashuleni ni muhimu sana. Kwa sababu gani? Kwa ujumla wake, tukiacha kwamba ni ya matunda au ni ile mingine, moja, ina tabia ya kuongeza ubunifu na umakini kwa wanafunzi. Yaani kunapokuwa na hali ya hewa nzuri, mmezungumza vizuri sana sifa za miti. Hebu fikiria, mko chini ya mti, mnafanya discussion. Wakati huo kanjaa ukisikia kanauma, kabla ya mama kule jikoni hajaandaa chakula, unanyanyuka, unatoka tunda kamoja kaembe pale, unakula. Hebu fikiria, hiyo discussion haiwi nzuri kweli? Mtoto shule, alafu na mti nao wanatukabidhi sawa sawa na mali za shule wanazozikabidhi. Kwa miti tunategemea kwamba itakuwa hai muda wote, na mtakapokuja kutembelea mtaikuta miti yote ipo mazingira haya. Kwa hiyo sasa niseme kwamba kwa niaba ya afisa elimu na kwa niaba ya mkurugenzi kwa ujumla, sisi tunawashukuru kanisa kwa kukumbuka kwamba kuboresha mazingira kupitia mradi huu wa kuwa na miti ya matunda. Kupitia hizi miti tutapata kivuli, pia tutapata hewa safi. Pia tunamshukuru mkuu wa shule kwa kupokea mradi huu wa miti 350 ambao pia itatupatia chakula na itaongeza ufaulu wa wanafunzi shuleni. Miti zina umuhimu kwa ujumla. Kwa hiyo tunapaswa tutunze miti ili miti nayo itutunze. Kwa kuwa hata katika mvua, upatikanaji wa mvua miti inasaidia. Kwa hiyo kwa ujumla miti ni kitu cha muhimu sana ambayo zinategemeana na binadamu. Kwa kuwa bila miti hata uhai na itakuwa ndogo, kwa sababu miti ndio inazalisha hewa oxygen. KKT kwa kushirikiana na fungamano la makanisa ya Kilutheri duniani imeweza kutoa miti 350 ya matunda, ikiwa ni kuelekea katika wiki ya mazingira itakayoanza wiki ijayo. Kutoka hapa jijini Arusha, mimi ni Elihuruma Chao. Asante sana Elihuruma Chao kwa taarifa hiyo kutoka jijini Arusha. Na sasa tuangazie habari kutoka mkoani Mtwara. Katika kuwasaidia wakulima wa zao la ufuta, kituo cha maendeleo ya mtoto na kijana Tanzania 0517 chini ya kanisa la Baptisti imekuwa likishirikiana na Compassion International Tanzania kimeendelea kugusa maisha ya watu kwa kuwasaidia wakulima na kuwapatia pembejeo za kilimo wananchi wa kijiji cha Majengo kilichopo kata ya Naumbu mkoani Mtwara. Kutoka mkoani Mtwara, mwanahabari wetu Christian Ngao na taarifa zaidi. Akizungumza na wakulima wa zao la ufuta kijijini hapo, diwani wa kata Naumbu Dr. Emmanuel James Bwana amelipongeza kanisa la Baptisti kwa kuwasaidia wakulima hao
huku akiwataka wanufaika wa mradi huo watekeleze maagizo yote yaliyotolewa na kanisa ili kujikwamua kiuchumi. Kwa hiyo hili ni jambo zuri sana, na mimi kwanza nitangulie kuwashukuru wakurugenzi na viongozi wote wa kanisa la Baptisti Majengo kwa jambo zuri wanalolifanya. Nimekuwa shahidi hata miaka ya nyuma, hata kabla sijawa diwani, nimekuwa nikiwashuhudia wakiwa wanawaunga mkono wakina mama na wakina baba wale wasiojiweza katika mambo mbalimbali. Lakini na leo hii katika kipindi hiki cha kilimo cha ufuta, ni jambo zuri ambalo wanalifanya la kutoa viuatilifu. Tunapovuna mazao yetu tununue bati angalau 3. Lakini zile bati sio kwamba zinakuja kwao, ni bati za kwenu nyinyi wenyewe kwa ajili ya kuendeleza ujenzi pale ambapo mmefikia. Aidha, afisa maendeleo wa kata Naumbu Hamisi Swalehe Mboa na mwenyekiti wa kijiji cha Majengo Gabriel Saidi Mdesa wamewataka wakulima hao kutumia wataalamu wa kilimo na kutumia pembejeo hizo kuhudumia mazao yao na hatimaye wakamilisha ujenzi wa nyumba na vyoo vyao mara baada ya mavuno. Mimi awali yote kwanza nilipongeze kanisa kwa juhudi mbalimbali ambazo wanazifanya kwa ajili ya kuimarisha uchumi wa kaya ama familia za jamii mbalimbali au jamii yetu ambayo inatuzunguka hasa katika kata yetu hii ya Naumbu. Hili sio swala dogo, ni swala kubwa sana kwa sababu kwa eneo kubwa na wanaisaidia sana serikali katika kukuza uchumi wa kaya, familia kwa ujumla pamoja na kata. Kikubwa ni kuzingatia matumizi sahihi ya hichi dawa, lakini pia kushirikisha wataalamu. Haya yaliyoongelewa hapa tuyafanyie kazi, kwamba utakapofanya kuchukua hizi dawa au viuatilifu, mkataba wetu ni bati ngapi mkurugenzi? Bati 3. Kwa hiyo ukishavuna ukiuza ufuta wako, sisi tutapita kuangalia zile bati alizosema mkurugenzi, je, umenunua? Kwa upande wake, mratibu wa kituo cha maendeleo ya mtoto na kijana Anarita Lusambo amesema watu 65 wamepatiwa viuatilifu ambapo zaidi ya milioni 2 zimetumika katika zoezi hilo, huku akiwasihi wakulima hao kuboresha makazi yao. Kanisa limewagawia wazazi 65 pembejeo za ufuta ambazo ni sumu 2 pamoja na dawa ya uzalishaji 1. Kwa jumla ya gharama yote iliyotumika kwa kuwawezesha wazazi wetu ni milioni 2,80,000. Malengo yetu ni kuhakikisha wazazi wanajitegemea kiuchumi, lakini pia baada ya mavuno makubaliano ni kwamba mzazi anunue bati 3 au kufanya maboresho ya choo. Nao baadhi ya wanufaika wa mradi huo akiwepo Zainabu Ali Ibrahim, Deudata Mohamed Yassani na Daniel Mtumbati wamelishukuru kanisa kwa kuwapatia msaada huo, huku akiahidi kutekeleza maagizo yote yaliyotolewa na viongozi wao. Na sisi wengine majumbani mwetu tuna watoto hao wanetu wadogo wanaanza sasa kutambaa, wengine wanasimama dede, hawajui hiki ni kitu gani. Tunaomba tafadhali, mnapogawiwa hizi viuatilifu au hizi sumu, muzitunze mahali salama ambapo watoto hawawezi wakaenda kuzigusa na kufanya yale matokeo ya ajabu. Nyuma tulikuwa tunayumba sana, lakini baada ya kuanza kituo hiki kuwaleta watoto wetu, basi changamoto ndogo kwa kweli zinapungua. Tunashukuru kwa msaada wao. Mungu awabariki wanayefundisha kituo kama hiki. Tulikuwa tunahangaika sana kuhusu masuala ya kilimo, lakini sasa hivi tunashukuru kwa kupata hizi dawa, tunapata mavuno ya kutosha. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, na hapa ni kata ya Naumbu iliyopo mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV. Kutoka mkoani Mtwara, mtazamaji, turejee tena jijini Dar es Salaam ambapo Tanzania imezidi kupiga hatua kubwa na kusogea kwa kasi katika ukuaji wa matumizi ya teknolojia, hali inayopelekea serikali kuangalia namna teknolojia hiyo itakavyotumika kwenye utoaji wa huduma za kisheria. Hayo yamebainishwa na naibu waziri wa Katiba na Sheria Zainabu Katimba wakati akifungua mkutano wa siku 2 wa masuala ya teknolojia na msaada wa kisheria unaohusisha wadau kutoka nchi mbalimbali za Jumuiya ya Afrika Mashariki na kufanyika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tanzania inasogea kwa kasi, sio Tanzania peke yake lakini dunia nzima, na matumizi ya teknolojia ni ya lazima. Imekuwa ni lazima sasa hivi katika kila kitu kutumia teknolojia. Kwa hiyo tunaangalia ni namna gani kwamba hii teknolojia pia itatumika kwenye utoaji wa huduma za kisheria, na hasa kwenye utoaji wa huduma wa msaada wa kisheria ambao kama wote tunavyofahamu Watanzania wengi, na tuseme kwa sababu kongamano hili linabeba sura ya Afrika Mashariki,
lina washiriki kutoka wadau wetu mbalimbali wa maendeleo kama GIZ ambayo ni shirika la kimaendeleo la Kijerumani, lakini chuo kikuu cha Sussex, kitivo shule ya sheria kutoka chuo kikuu hicho, lakini wadau wengine mbalimbali wa masuala ya utoaji wa huduma msaada wa kisheria kutoka nchi za Afrika Mashariki, vyuo vikuu mbalimbali kutoka Afrika Mashariki. Kwa hiyo tunajadili kwa pamoja ni namna gani. Mkuu wa idara za sheria za umma shule kuu ya sheria ya chuo kikuu cha sheria Dr. Boniface Luhende akizungumza mara baada ya ufunguzi wa mkutano huo, akimwakilisha mkuu wa taaluma wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, amesema kuwa utasaidia wengi namna ya kutumia teknolojia kwa ajili ya kurahisisha upatikanaji wa haki. Basi shauri linaweza likasikilizwa kwa njia ya teknolojia, lakini pia kurahisisha kufanya rejea mbalimbali za sheria, kufanya rejea mbalimbali ya mashauri yaliyoamliwa siku za nyuma kwa kutumia teknolojia. Kwa hivyo kutakuwa pia kuna masuala ya kuangalia ni namna gani tunaweza tukaweka mazingira salama ya kutumia teknolojia bila kuingilia uhuru wa watu, bila kuharibu haki, swala kama hayo ya utunzaji na ulindaji wa taarifa binafsi. Nao baadhi ya washiriki wa mkutano huo, Cecilia Ngaiza na Petro Protas, wakizungumza na waandishi wa habari, wameweka bayana kuwa namna ambavyo mkutano huo utakavyokuwa na manufaa makubwa. Washiriki watapata uwezo wa kushirikishana uzoefu na kuandaa miongozo ya kutoa huduma za msaada wa kisheria zinazohusisha teknolojia kwa uadilifu. Maendeleo ya teknolojia yamekuwa sana na ni muhimu sasa watoaji wa msaada wa kisheria tusibaki nyuma. Na sisi tuwe mstari wa mbele kuboresha huduma zetu za msaada wa kisheria kwa kuangalia ni namna gani teknolojia inaweza ikatusaidia katika kufanya shughuli zetu za kila siku, kuhudumia wateja wetu, kuandalia nyaraka za mahakamani na kuwapa elimu ya sheria ambayo inapunguza changamoto nyingi za wao kufikia vituo vyetu vya msaada wa kisheria. Sisi ushiriki wetu hapa katika kongamano hili kwa kweli tunatarajia kufaidika sana kwa kupata presentation mbalimbali ambazo zitatolewa zikionyesha jinsi gani tutawezesha na sisi kuona watu wetu wanapata msaada wa kisheria, lakini katika njia za kiteknolojia. Mtu anaweza akawa yuko mbali kabisa na miji ambako wanasheria mashuhuri wapo, lakini akiwa huko anaweza akapata msaada huo kwa sababu teknolojia inaweza kumwezesha. Kwa hiyo tunatamani kuona na tunategemea kujifunza zaidi namna gani teknolojia inaweza kutumika katika kuboresha eneo hilo la msaada wa kisheria. Tukisalia jijini Dar es Salaam, wadau wa sheria wa anga kutoka nchi mbalimbali wamekutana leo, lengo likiwa ni kupitia sheria mbalimbali za anga pamoja na kujadiliana, ikiwa ni kuangalia maudhui na kuangalia nchi ambazo hazijaingia kwenye mikataba hivyo kuingizwa. Mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari akifungua mkutano wa kimataifa wa kikazi wa sheria za anga ulioandaliwa na shirika la usafiri wa anga duniani kwa kushirikiana na mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania jijini Dar es Salaam, amesema mkutano huo watabadilishana mawazo pamoja na uzoefu namna gani watatatua changamoto zilizopo katika sheria za anga duniani. Kwa kuwa ni mkutano wa kisheria na unafanyika hapa kwetu, kwa hiyo waliona wanialike kama mwanasheria mkuu wa serikali nije kuwafungulia mkutano huu, na nimewafungulia. Nimezungumza machache kuhusu umuhimu wa sheria hizi na kuhakikisha kwamba mikataba ambayo imesalia ambayo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bado haijaridhia iweze kuridhiwa, na wataalamu pamoja na wanasheria waliopo hapa wakae wabadilishane mawazo, wabadilishane uzoefu namna gani ambavyo wanaweza kuhakikisha kwamba changamoto zozote zilizopo katika sheria za anga duniani zinatatuliwa na kuhakikisha kwamba malengo yaliyowekwa katika kuhakikisha kwamba kunakuwa na mfumo mzuri wa kisheria katika kusimamia sekta ya anga unafanikiwa vizuri. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania, Salim Msangi,
amesema mkutano huo umehudhuriwa na washiriki zaidi ya 150 wakitoka nchi za nje, ambapo amesema mkutano utaleta chachu kwa nchi, kwani utaangalia ni mikataba ya aina gani ambayo bado hawajairidhia. Kwa hiyo sisi kama mamlaka katika kikao hiki tunakitumia kama fursa kuielewa mikataba hiyo, na pia kuwa ni sehemu ya kuelewa na kuweza kuiridhia, kwa sababu mikataba hii inakuwa ndio inaenda kufanya sasa to domesticate zile sheria zetu za ndani iweze kutekelezeka. Huwezi ukatekeleza ule mkataba bila kuweka kwenye sheria zako, na hiyo ndio inafanya usafiri wa anga uweze kukua. Hakuna usafiri wa anga ambao hausimamiwi kisheria. Kwa hiyo kuweza kuielewa hii mikataba inatusaidia pia kwenda kuielekeza kwenye sheria zetu na kuweza kuitekeleza ili kukuza usafiri wa anga ambao ni endelevu.